Wanasema wakati sahihi ni wakati wa Mungu. Mimi ni mambo mawili ambayo yamenifurahisha zaidi. Kwanza, nimefurahishwa na kijana wa Kitanzania mzalendo kabisa, raia wetu kutoka taifa letu kuonekana ni mwenye thamani na kuheshimishwa na klabu ya Young Africa. Hilo peke yake. Kwa hiyo maana yake ana thamani hiyo ya dola 200,000 za Kitanzania za Kimarekani. Unajua, kwa haraka haraka Simba naweza nikawaelewa, lakini Yanga naweza nikawaheshimu na kuwaelewa pia. Mfano, hii issue ilikuwa ni mvutano kati ya Wydad dhidi ya Simba Sports Club. Huu mvutano haujaenda mara moja mara mbili, umekwenda zaidi ya mara kadhaa, mpaka inafika kipindi ni kama Wydad na Simba wamekwisha elewana, na maelewano yao ya mwisho ilikuwa ni swala la muda tu, Selemani Mwalimu kuanza kutumika kwenye msimu mpya wa ligi chini ya kikosi cha Simba kilicho chini ya kocha Steven Becker. Wakati Simba wanaamini wamekwisha zungumza na uongozi wa Wydad huu mpya tena, baada ya ule uongozi wa kwanza kusema sisi hatutambui mazungumzo yenu na uongozi uliopita, hii ni management mpya ya club, kwa enjoyeni mzungumze na sisi. Simba walienda tena wakakaa mezani. Of course ilionekana thamani ni zaidi ya B, si unanielewa? Thamani ni zaidi ya B, alafu ni kwa mkopo. Kwa Simba wao walichokifanya ni kuamini kwamba ni lazima Selemani Mwalimu tu atakuwa wao kivyo vyote, kwa sababu walishafikia mazungumzo, walimuona kama hatupata timu. Yes, sasa baadaye Young Africans wenyewe wanakwenda kupandilia mara mbili ya kile cha Simba Sports. Usajili wake ni dola 200,000 sawa na milioni 500 na pointi huko. Mshahara mzuri, unapewa gari kali zaidi ambayo ulikuwa unatembelea wakati ukiwa Tanzania na Simba Sports Club, si ndio? Wamejaribu kumpa mahitaji yaliyokamilika kwa kila engo, kiasi kwamba hata kama ni wewe mtangazaji usingefanya nini? Usingekataa hiyo ofa. Simba wanarudi nyewe mnatuambia habari za B. Simba wanaona Selemani Mwalimu hajafikia hadhi hiyo ya kuwa mchezaji mwenye thamani ya B tena kwa mkopo. Kwa hiyo wanamkataa kwa engo hiyo kwamba nyewe naona mnachotaka sasa ni kutukomoa tu. Sasa mazungumzo tunafanya, tunaonekana kuafikiana, alafu mnatuwekea vikwazo kadiri ya mazungumzo yanavyozidi kufanyika. Sasa hivi mnatuletea story za B. Yaani huyu mchezaji sisi tunamfahamu kuliko nyinyi, thamani yake haijafikia hizo B. Na ukiangalia Selemani Mwalimu hakuwa mchezaji chaguo kikosi cha kwanza chini ya Steven Becker. Hata Jonathan Soa alivyoondoka bado pia hakuwa chaguo la kwanza chini ya Steven Becker. Tafsiri yake ni kwamba kwetu sisi ni mtu wa kawaida. Sawa tunamhitaji, sawa tunamtaka, lakini kwa thamani mnayotutajia kwetu sisi hajafikia. Kwa hiyo Simba wanajikataa kwa engo hiyo. Yanga wanasema hapa sisi tuliwazingua watu kuhusu namba 6. Wakati kuna watu walikuja kwenye tamasha letu wakiamini namba 6 anatambulishwa, na wengi wakiamini ni Faisal Salum, wanaona pa kufutia sasa ile chuki na mashabiki wao ni hapa kwa Gomez Selemani Mwalimu. Na waelewa Yanga. Kwanza nawapongeza, wenyewe wamemheshimisha na kumpa thamani mchezaji wetu. Wai kila siku waje wageni. Wamepita wachezaji wengi tu ambao walikuwa wageni wakachukua mahela mengi wakaondoka na hakuna chamano walichokifanya. Selemani Mwalimu anazidi kupandisha thamani yake kila msimu. Alimaliza msimu akiwa na goli 6 mpaka anaondoka. Amekuja Simba akupata game time kubwa, lakini akamaliza msimu na goli 9. Kwa hiyo sio mchezaji mbaya. Ina maana kama ataaminiwa na kucheza zaidi. Rejea kwenye kauli ya Wallace Karia, vilabu visajili wachezaji 40. Safari ni tough game. Yaani ile back to back kweli simnalalamikaga kwamba unajua tupumziki masaa 72, safari inaweza kuwa masaa 72 yasitimie kweli. Yaani ndani ya wiki mkacheza michezo 3. Kwa hiyo sajilini, na Wallace Karia rais wa TFF kaongea zaidi ya mara 2 mara 3. Na neno lake ni agizo. Sasa mkizarau ni nyinyi wenyewe. Michuano ni mingi. Kuna michuano ya NBC ligi mama, kuna michuano ya CRDB, kuna mapinduzi kama itakuwepo, kuna muungano ipo, sijui unanielewa, alafu kuna klabu bingwa, sijui unanielewa. Hii michuano yote Yanga anataka kuweka heshima, lakini michuano ambayo anatamani ama anawish kufika mbali zaidi, kama sio kupata mafanikio, kwanza tena abebe tena NBC, alafu alilolikosa CRDB arejeshe, alafu na kimataifa afanye vizuri.
sawa, una Shalulile na wengine wote kina Chekture, lakini je, michuano hii na ligi itakavyokuwa, mimi na deserve kuwa na wachezaji hawa wachache kwenye kikosi changu? Ndo nagundua Yanga wanaona mbali.